tusimame imara, na wala hatupaswi kudanganyika. Tunapaswa kutambua kwamba Kristo ametumwa kuja kwetu. Kristo ni Mungu, lakini hakung'ang'ania umungu wake, akajishusha akaja kwetu, akafanana na sisi isipokuwa dhambi. Na yeye ametukomboa kwa njia hiyo ya mateso, kwa njia ya kifo msalabani, lakini mwisho akatoka hai yu mzima. Na sisi tunapopitia katika mahangaiko, katika kumfuasa Kristo, tutambue kwamba tutakutana pia na njia hiyo yenye magumu, tutapitia na changamoto pia, lakini tusidanganywe kwamba kuna namna yoyote basi utapata tu mafanikio kwa urahisi na hata bila kufanya kazi. Lazima tulijenge kanisa letu, tuijenge imani yetu, na tuwe mstari wa mbele kuiishi, na tusimame imara katika imani hiyo, na kamwe tusidanganyike. Na wale ambao tunatambua kwamba tunadanganya, tusiyafanye hayo. Uongo ni mbaya, ukweli utakuweka huru. Nilifurahi sana kuona mahala ambako pameandika rais wa Uganda Mzee Yoweri Museveni amewaalika wale waponyaji. Najua uponyaji upo na njia za kuponya tunazifahamu vizuri, lakini bahati mbaya sijashuhudia sana kwamba kuna mtu kiwete alizaliwa alafu anakwenda na magongo yake, na hapo tu anakwenda anaanza kutembea. Au mtu ambaye alikuwa ni maskini kabisa, hajafanya kazi yoyote wala hajaokota bingo mahali, anaenda tu kanisani, anarudi amekuwa tajiri wa kutupa. Sasa huyu baba akawaita wale wote ambao wana nguvu hizo waende wakaponye wagonjwa wa Ebola. Wote wakatoroka. Sikatai kwamba kuna vipaji mbalimbali vya uponyaji, lakini tuende polepole. Tuende polepole na kwa utaratibu. Tusifanye imani ikawa sio imani tu ya kumjua Mungu, bali ikawa ni sehemu ya kujitafutia na kipato pia. Ni mahali pa huduma, ni mahali pa kumtukuza Mungu, ni njia ya kutuongoza tuweze kufika mbinguni. Mbinguni tusipoangalia na tukafanya kazi na tukasimama imara katika imani yetu, kama tutafika tutakuwa tumechoka sana bila sababu, kwa sababu ya kushuka huku, kesho kule, kesho kutwa humu, halafu tunajikuta mambo hayaendi na kile unachokitafuta hujakipata. Ndugu zangu, miaka 100 iliyopita ni matunda ya wito na huduma ya watu wengi, lakini jubilei hii si ya kuangalia yaliyopita pekee, bali ni mwito wa kuendelea mbele kwa imani, tukizaa matunda ya upendo, matunda ya msamaha, matunda ya mshikamano na matunda ya utume uliotukuka. Tushikamane zaidi kulijenga kanisa la Mungu, na hasa nyakati hizi za utandawazi. Tusimame imara na tumuombe Mungu kwa namna ya pekee, ili atujalie hasa katika malezi ya imani, malezi ya maadili mema kwa vizazi vijavyo na vilivyopo. Kuna maanguko mengi ya maadili katika jamii siku zetu hizi. Kuna maanguko mengi ya imani.
Watu wanakwenda kana kwamba hawajui kuna Mungu, hawajui tena kuna binadamu, wanaishi kwa namna ambayo wanaijua wenyewe. Ni kipindi cha kusimama imara katika malezi na kuwapatia wale kizazi ambacho ndicho kitavuka kwenye jubilei zingine zijazo, miaka 50 na pengine hata 100 kwa neema ya Mungu, ili waweze kutambua tulikotoka, tulipo, na kamwe tusiwaache wakaoshwa na wimbi la ulimwengu huu, bali maadili mema, imani thabiti ndiyo itakayowaokoa na kuwavusha salama. Basi tumshukuru Mungu kwa historia yetu hii, tuwaombee waliotutangulia na tujiandae kwa wajibu wa kizazi chetu. Tuilinde imani tuliyopokea na kuikabidhi kwa watoto na vijana wetu. Kwa msaada wa Mungu, parokia yetu iendelee kuwa chemchemi ya sala, shule ya imani, familia ya upendo na mwanga kwa jamii. Bwana, tunakukabidhi miaka 100 iliyopita na miaka yote itakayokuja. Uibariki parokia yetu, wadumishe waamini katika umoja, na utufanye mashahidi wa Injili yako. Amina.